Mtazamaji wa huduma ya Ukombozi TV, hivi ndivyo ambavyo mtumishi wa Mungu Prophet Rabel Akio ametamatisha ibada kubwa kabisa, ikiwa ni ibada ya kufungua malango, lakini kubwa zaidi ni kuelekea siku ya kesho kwenye kongamano kubwa kabisa la kihistoria, ni operation tokomeza madhara ya uchawi katika familia na katika uchumi, mahali ambapo kongamano hilo linakwenda kufanyika ni katika viwanja vile vya ofisi ya kijiji cha Ngongongare. Hakikisha mtu wa Mungu siku ya kesho au pangi kukosa. Lakini pia watu wengi sana leo wamefunguliwa na wengi wamemwona Mungu kwa namna ya ajabu sana. Tukaongea na baadhi ya waumini ambao wamefunguliwa siku ya leo, lakini pia wadhibitisha ni jinsi gani wamejiandaa kuelekea siku ya kesho kwenye kongamano kubwa pale viwanja vya Ngongongare. Mimi ni MC Kim wa huduma ya Ukombozi TV. Unaitwa nani, kutokea wapi? Naitwa Neema kutokea Magamba. Umejiandaje kuelekea siku ya kesho kwenye kongamano pale viwanja vya Ngongongare? Nafurahi kabisa kwa sababu Mungu anaenda kutenda miujiza inayopitiliza vitu vyote, na Mungu anaenda kufungua watu wengi sana. Ndio. Amina. Pata nafasi ya kualika watu wawili unatamani wafike kwenye kongamano la kesho. Namwalika mwanangu wa kwanza, namwalika na shangazi yao, naalika na baba zao wadogo, naalika na bibi zao na babu zao, waje kwenye kongamano wakafunguliwe. Ni kwa jina la Yesu. Amina. Amina. Unaitwa nani, kutokea wapi? Mimi naitwa Rosi kutoka Katiti. Rosi kutoka Katiti, umejiandaje kuelekea siku ya kesho kwenye kongamano pale Ngongongare? Kwa kweli nimejiandaa vizuri, nimejipanga vizuri. Amina. Unaitwa nani, kutokea wapi? Kutoka Nambala. Umejipangaje kuelekea siku ya kesho kwenye kongamano kubwa la operation tokomeza madhara ya uchawi kwenye familia na uchumi? Nimejipanga vizuri kabisa. Tashikia mwisho wa bajeti nauli ni 1,500. Kadhalika wanaotoka Arusha mjini, maeneo yote mpaka Nambala. Tashikia Sarifa katika bajeti inayoelekea chuo nauli ni 1,500. Tashikia mwisho wa bajeti naoza huko kabisa ya uona wa kijiji cha Ngongongare kukabila itulete Arusha. Udongo kidogo wa maana unapokaa kwa sawasawa, kwa ajili ya kuondoa madhara. Kwa sawasawa, kama ni mkulima choka shambani, kama ni mfugaji choka kule unapofuga na pale unapokaa. Kwa sawasawa, hata kama uko kwenye nyumba ya kupanga, watu wengi hawajuaji ile nyumba ya kupanga ni ya kwako kwa wakati ule. Ndio maana nikija kwako, hata kama umepangisha, sisemi naenda kwa baba mwenye nyumba, nasema naenda kwa fulani. Uko sawasawa? Haijalishi umepanga, haijalishi ni kwako, lakini tunajua ni kwa nani. Biblia inasema tujapoenda kwenye nchi ya ugeni, atatupa ile nchi kimiliki kwa muda utakaokaa pale. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo tutako udongo njoo nao siku ile ya kesho pale katika viwanja vile vya ofisi ya kijiji cha Ngongongare.